Miongoni mwa silaha zetu ambazo sisi Simba Sports Club kwa hivi sasa tunajivunia nazo au tunalinga nazo na pengine tunatamba nazo sisi Simba Sports Club ni uwepo wa viongozi waandamizi, uwepo wa viongozi wazoefu ambao wameongoza kwenye nyadhifa mbalimbali. Pengine wewe wa kizazi hiki cha sasa unaweza usifahamu kwamba Simba ina mtu ambaye alishawahi kuwa makamo wa rais wa TFF, lakini pia ameshakuwa katika nyadhifa mbalimbali za mpira wa ndani ya Tanzania, lakini pia hata nje ya Tanzania. Lakini pia hata uzoefu wake ni mkubwa katika soka la ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania. Mbali ya kuongoza, lakini pia amekuwa akisimamia kwenye maeneo mengi. Na safari hii tumekuwa na bahati naye ya kuwa naye bega kwa bega. Pengine wewe unaiangalia ukawa unajiuliza huyo ni nani? Si mwingine ni Mr. Christensius Magori, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba. Mwandamizi kabisa huyo. Mimi tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikimsikia na nimepata nafasi ya kuishi naye kama baba yangu, mlezi wangu tangu miaka ya nyuma. Ananielekeza vitu vingi tofauti tofauti. Mzee wangu, habari yako? Nzuri kabisa. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Kwanza nilivyokutambulisha nimepatia hakuna nafasi niloea. Umepatia makamu wa rais 2004 2008. Sisi ndio tulianzisha TFF. Kabla ya TFF kulikuwa na FAT. Football Association of Tanzania. Ilipobadilika kuwa Tanzania Football Federation. Rais Tenga, mimi ndio makamu wa rais. Ndio tulianzisha TFF. Yeah. Mara ya kwanza sasa hivi. Kwa mara ya kwanza. Lakini pia Simba ilipofanya transformation, mimi ndio CEO wa kwanza katika transformation ya Simba pia vile vile. Yeah. Sawa, lakini kuna nyakati ulikuwa ni Sekafa kama sikosei. Sekafa nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya Club Championship Kagame. Kwa upande wa Sekafa, na nilikuwa pia mjumbe wa zile standing committee za CAF. Alafu nilikuwa na mjumbe wa FIFA Congress, mikutano mikuu ile ya FIFA. Yeah. Na pia nimeshakuwa mjumbe wa Baraza la Michezo la Taifa, BMT. Yeah. Bosi CV inaelezeka kweli. Mpira tumeshiriki sana kwenye mpira. Na bodi ya Simba kwa kipindi tofauti, kwa sababu kabla ya kuwa CEO kulikuwa na ile bodi ya muda, interim board. Nilikuwa mjumbe wa bodi, ndio akaniomba sasa tunapanga transformation niwe CEO wa kwanza kujaribu kuorganize office tuanzie pazuri. Hebu tueleze kidogo walau kwa uchache historia kidogo ya wewe ndani ya Simba, labda ulipitia hapo mpaka sasa hivi. Simba tumeanza kuipenda tangu utoto. Marehemu babangu Chief Johannes Magongwe, chifu wa mwisho wa kabila wa Simbiti. Yeye alikuwa ni Simba na karibu kwetu wote ni Simba, kasoro ndugu wangu mmoja ndio akawa Yanga. Inatokea sijui hata sisi ilitokeaje kama mmoja huyo katika familia. Yeye peke yake ndio akawa Yanga. Na Simba tumekuwa tunaipenda kwa mfano mwaka 1993 ilifika ile finali ya CAF. Nimemaliza chuo kikuu wakati huo, tulikuwa tuna ofisi za Azim Dewji zilikuwa pale barabara ya BBTT Sparesco, wakati huo mimi nafundisha chuo cha elimu ya biashara. Kwa hiyo tukaenda mpaka finali. Wakati huo sijajiunga kuwa katika sehemu ya uongozi wa Simba. Lakini mwaka 1999 ndio tukaanzisha Friends of Simba. Sasa ndio tukajikita ndani ya Simba kinaga ubaga. Yaani tukawa ndani kindaki kujaribu kuifufua Simba, kwa sababu baada ya 93 na alivyoondoka Azim Dewji timu ilishuka sana. Ilipata changamoto kubwa sana, ikawa haiwezi kujiendesha vizuri. Kwa hiyo ndio tukaanzisha Friends of Simba mwaka 1999 na mpaka leo nimekuwa ndani ya Simba katika sehemu mbalimbali. Wakati mwingine naonekana, wakati mwingine sionekani, lakini bado sijawahi kuiacha Simba katika namna yoyote ile. Sawa. Kubwa tuzungumze msimu huu namna ambavyo ulianza mabadiliko kwanza kwenye eneo la uongozi. Rais Mohamed Dewji na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi alirejea, lakini pia hapo usajili mzuri ukafanyika kwa wachezaji, makocha wazuri. Tuzungumzie kwanza hii ilikuwa ni ngumu kiasi gani pengine kwa Mohamed Dewji, kwa sababu pia nafahamu, sijajua kama imeondoka sasa hivi. Wewe ni miongoni mwa watu ambao ni mshauri
wake binafsi kwenye masuala ya michezo, lakini tukitoka hapo tuje kwenye haya maeneo mawili, technical bench pamoja na squad ambayo tumesajili. Unajua Simba ilipotea kidogo hii miaka mitatu, hatukufanya vizuri sana. Sasa mwekezaji, nafikiri tulivyokosa ile nafasi ya kwanza na ya pili tukawa watatu kwenye ligi, nafikiri alifikia mahali kwamba kuna haja ya kurudi kuongeza nguvu. Na mimi nilivyotoka CEO sikurudi kuwa kwenye uongozi wa bodi, na nilifikiri kwamba na alitaka sana nirudi, lakini nikaona pengine naweza kuisaidia Simba nikiwa nje ya bodi. Kwa hiyo akaniambia basi utakuwa mshauri wangu. Ngomeendelea kuwa mshauri. Sasa aliamua kurudi, akasema haya mambo ya ushauri acha, tunarudi wote. Kwa hiyo akanirudisha kwenye bodi na wajumbe wengine, tukarudi tukasema tuanze upya simu hii kuweza kuimarisha. Sasa tunaanzaje upya? Tukajaribu ku clean up timu yetu, kuondoa wachezaji ambao tulidhani sio msaada kwenye timu, tuanze upya. Ndio maana tukaanza na wachezaji wapya karibu 15 na bench jipya kabisa la ufundi. Mwaka huu sisi tulikuwa tayari kwa matokeo yote yale, kwa sababu huwezi kujenga timu kwa msimu mmoja. Unaweza kujenga timu kwa misimu angalau, kwa usajili hata madirisha angalau matatu. Unajenga la kwanza, la pili unaongeza, la tatu nakamilika. Kwa hiyo kwa mwaka huu sisi tulikuwa tayari kwa matokeo yote, kwa sababu tumesajili wachezaji vijana hawana uzoefu mkubwa, lakini tulisema ili tuna timu angalau ya misimu mitatu minne lazima tuchague wachezaji wenye umri mzuri. Tukachagua benchi la ufundi vijana ambao watakuja na falsafa mpya ya Simba. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni jambo kubwa na nafikiri watu wengi walikuwa hawaamini, kwa sababu wachezaji wengi wanakuja si wachezaji wanaojulikana. Okay, Jefa mtu amjui, Mavambo mtu amjui, Ahua mtu amjui. Yaani wachezaji walikuwa hawajulikani kabisa. Kamara mtu hajawahi kumuona. Yaani watu wana Chamu ndio nani tena huyo anakuja. Unaona? Kwa hiyo tuliingiza wachezaji wengi ambao pengine katika Tanzania hajawahi kucheza. Unajua watu wamezoea mchezaji amekuja mechi na Yanga au na Simba na Azam amewika basi ndio. Kwa hiyo tuliangalia kufanya scouting ambayo vipaji lakini na umri mzuri. Kwa hiyo tukaunganisha na waliokuepo Kapombe, Shaba, Ngoma, Kibu kuweza kujenga sasa timu ambayo itakuwa ni ya ushindani. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeingia finali ya CAF. Tuko vizuri kwenye ligi wa pili na tulipora. Unanimaliza nitakuja. Mara baada ya hapo timu ilienda pre-season pale Ismailia Egypt. Ngine kwa nini mlichagua ile kambi? Mlichagua pale kwa sababu ni mara ya pili, na vigezo gani ambavyo mliviangalia mpaka timu iweze kwenda pale? Na je, ndio sababu ya sisi kufanya vizuri sasa hivi kwa sababu tulianzia pale? Pale tushakaa, hii itakuwa ni mara ya pili kukaa. Tuliangalia kwa sababu hii vitu vilifanyika haraka sana. Hatukuwa na muda. Weather haikuwa nzuri sana kwa sababu pia pre-season limetafuta weather ambayo ina ubaridi. Haikuwa joto sana lakini pia haikuwa baridi sana, lakini tukaona kwa muda uliopo na kwa haraka uliopo, kwa sababu kambi kule kama za Uturuki na nchi zingine zilikuwa zimechelewa. South Africa ilikuwa baridi sana. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kwenda Ismailia kule Suez Canal kule Ismailia tukaweka kambi. Na kwa sababu tulikuwa tunaijua ile kambi, tuliamini pale tunaweza kutengeneza kitu ambacho ni kizuri kwa ajili ya kuanza msimu mpya. Kwa hiyo tungeweza kwenda na kambi nzuri zaidi kama tungekuwa na muda, kwa sababu ule usajili, unajua usajili 15 inakuwa na mambo mengi sana. Huyu umemkosa, huyu umemchelewa. Unajua kusajili wachezaji 4 una focus kirahisi, lakini wachezaji 15 vita yake ni kubwa sana kukamilisha. Kwa hiyo ilitufanya mambo mengi yakachelewa kukamilisha mpaka sasa hatuna muda, basi ngoja tuende kwenye kambi ambayo tunaifahamu. Tulishaka tukarudi Ismailia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo hayakuwa mabaya. Hapo boss, ulikuwa sehemu ya ile kambi. Kile ambacho ulikiona kule ndio hicho ambacho unakiona hivi sasa au kuna utofauti? Kwa namna ya uchezaji kwa timu imeimprove sana. Lakini kuna baadhi ya wachezaji kule walikuwa ni wazuri sana. Lakini walipokuja nyumbani hapa naona nguvu zao zimepungua sana na sielewi ni kwa nini.
kule mchezaji kama Noma alikuwa na kiwango kikubwa sana, kama nakumbuka Valentina Noma. Joshua Mutale alikuwa ni mchezaji tunasema atakuwa nyota mkubwa sana, sijui kimemtokea nini. Mavambo alikuwa anacheza vizuri sana, sijui kimemtokea nini. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji mpaka unafikiri uamini hiki kimetokea nini, kwa sababu kwenye pre-season walionyesha kiwango kikubwa sana, na pengine ni mazingira, pengine ni hali halisi, pengine ni mpito, hatuwezi kuelewa kimetokea. Kwa kweli, kwa maana ya individual players, kuna wachezaji ambao kwa mategemeo makubwa hawajafikia hata kiwango kilichokuwa nacho kwenye pre-season. Lakini kwa maana ya mfumo wa timu, nafikiri watu wamemwelewa mwalimu anacheza kwa mfumo gani. Kwa hiyo kitimu, timu imeimprove sana. Sawa. Hapo ndani kwenye michuano miwili, CRDB Confederation Cup pamoja na ligi kuu. CRDB tupo hatua ya nusu finali. Ligi kuu tupo kwenye mbio za ubingwa. Hadi sasa hivi bado tupo kwenye resi. Tuzungumzie tumefanikiwa kwenye maeneo gani mpaka kuweza kuwepo kwenye hayo maeneo. Kwa sababu gani nimekuuliza hivi? Mwalimu yeye anasema this season anatengeneza timu, na kila wakati huwa anazungumza niko phase hii niko asilimia hizi, niko asilimia hizi. Kwenye hayo mashindano mawili, wapi ambapo tumefanikiwa? Tumefanikiwa nafikiri kwenye uwezo wa kwamba walimu wamekuja na mfumo ambao ni mzuri, ambao umeipush timu kuweza kucheza kisasa, kiasi kwamba imeweza kupata matokeo. Pengine mwalimu kuna vitu hajavimalizia, pengine mwalimu kuna mahali anaona kuna gap, ndio maana anasema bado timu haijafika. Lakini ukiangalia timu yetu ilivyo, kama tunaweza kupambana na timu za nje ya nchi katika level hii, basi ndani tunaweza kuifunga timu yote. Timu yote tunaweza kuifunga na kuchukua vikombe. Kwa hiyo ni swala la muda tu. Na sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu, kwa kombe la FA tuko kwenye nusu finali. Tukishinda nusu finali na finali tutachukua kikombe. Kombe la ligi tuna viporo. Tukimaliza viporo na tukashinda mechi zote tutachukua ubingwa. CAF tuko finali. Tukishinda kule Morocco au tukapata matokeo mazuri, tukashinda kwa Mkapa, tunachukua kikombe. Kwa hiyo tuna possibility ya kuchukua matatu, kuchukua mawili, kuchukua moja, au pengine tukakosa kabisa. Lakini sisi tutakuwa tumeshapiga hatua kwenye timu yetu. Kama timu inatengenezwa ndio hivi, ikija kuwa tayari imeshatengenezwa, naamini tukiongeza timu kwenye usajili, tukapata wachezaji kidogo wenye uwezo kidogo kuja kuinyanyua timu. Kwa sababu tulianza na timu, umeona dirisha dogo, tumemongeza Mpanzu, amesaidia kunyanyua timu. Sasa tukileta wachezaji 3 4 na wote wakawa na quality ya juu, kwa sababu unaweza kuwa mchezaji mzuri akafika hapa mazingira yakamshinda akashinda kucheza. Kwa hiyo tuombe mchezaji mzuri na akifika hapa mazingira ya upande wake afanye vizuri, ina maana timu yetu itakuwa imenyanyuka zaidi ya hivi ilivyo sasa. Tumezoea kuona kwenye nyakati tofauti kila dirisha la usajili wachezaji 3, 4, 5 pengine na kuendelea, lakini msimu huu imekuwa tofauti. Kwenye dirisha dogo ameingia mchezaji mmoja tu ambaye naye pia alikuwepo kwenye kikosi, alikuwa akifanya mazoezi, usajili wake tu ulikuwa haujakamilika. Kwa nini safari hii imekuwa hivyo? Kwa sababu tuliona tuwape muda wachezaji. Maana yake ungeanza kusajili Disemba tena, ingebidi sasa uanze kupangua kikosi. Hiyo sio fair. Tumpe mchezaji angalau season nzima. Tusimhukumu kwa miezi 6. Tumpe season nzima acheze mpaka Juni. Then baada ya hapo sasa tunaweza kufikiria kumhukumu kwamba bana, je, huyu atatufaa aende kwa mkopo au tuvunje mkataba au tufanyeje? Ilikuwa ni fair game. Kwamba ni wachezaji wageni, nchi ngeni, klabu kubwa, umetoka klabu ndogo. Tuwape mwaka mzima, season nzima, watuonyeshe ambacho wanaweza kutuonyesha. Kuliko miezi 6 nasema huyu hawezi, huyu hafai, alafu na terminate. Inakuwa sio fair. Yeah. Sawa. Tumalizie hili ndio kubwa sasa hivi, habari ya mjini Tanzania na Afrika kiujumla. Hatimaye tumetinga hatua ya finali ya michuano hii ya CAF. Binafsi mimi 93 nilikuwa bado sijazaliwa. Hicho wasema bado sijazaliwa. 93 kwa sijashuhudia. Na kizazi hiki kipo pengine kwa kiasi kikubwa sana sasa kwa watu wanafuatilia mpira.
Yale huyu ukimwambia mtu akupe rekodi ya 93 hapa, picha atakuwa changamoto, video changamoto, na hata wengine kumbukumbu ya kuhadisia, lakini wengine atakuwa chache. Lakini sasa hivi tunaenda kushuhudia kwa macho. Tumeona kabisa video zitakuwepo, picha zitakuwepo. Tuanzie mwanzo, safari ilivyoanza. Tumeanzia hatua ya pili Libya mpaka hivi sasa tunatinga finali. Mafanikio yalitokana na nini? Siri ilikuwa wapi? Ubora wetu ulikuwa wapi hadi kufika finali? Alafu tutakuja kuzungumzia finali yenyewe. Sasa kwanza nyinyi natakia mwatendee haki. Katika historia ya klabu hii ni finali ya pili. Sasa naomba muwahoji kwanza Azim Dewji, wakati alikuwa mfadhili mkuu wa Simba. Goalkeeper Mohamed Mohameja yupo. Namba 2 Kasongo Athumani yupo. Deho Mkuki nafikiri yupo. Fullback wa kushoto kanacheza Deho Mkuki. Godin Aswile Mlimba yupo, acheza back 4. Kuna Fikiri Magoso nafikiri kwa anacheza pale katikati. Bahati mbaya marehemu Ramadhan Leni hayupo. Abdu Mashine tukacheza winga right yupo. Malota Soma Boujagla yupo. Hao ndio watu wa kafu hao. Samahani, hivi kwa nini Boujagla? Unajua je nimekaa kimya. Alikuwa na dribble sana mpira. Sana, alikuwa na dribble sana mpira. Baadaye Mchumila nasikia ameshatangulia mbele haki hayupo. Dua Saidi yupo. Nafikiri kwa uchache na wakumbuka wengine, labda nikiwapitia maktaba. Na sio kama hizo habari hazipo, zipo. Ukipitia magazeti, ukienda Radio Tanzania, ukaenda Uhuru na Daily News, utapata vitu vyote hizo, picha na kila kitu ilivyokuwa. Siku hiyo ya finali ya mwaka 93. Ilikuwa siku kubwa, tulikuwa matarajio makubwa kwa sababu tulicheza na Stella Abidjan ya Ivory Coast. Mechi ya kwanza kule na David Mihambo pia. Mtafuta David Mihambo. Alikuwepo katika timu hiyo. Fereuz Telu alikuwepo katika hiyo timu. Hao wote ni wakutafuta kwenye countdown ya kuelekea finali. Watafute tuongee nao, waelezee feeling ilivyokuwa, hali ilivyokuwa wakati huo na sasa wanaona itakuwaje. Ilikuwa finali shamba la bibi. Kwa hiyo uwanja Taifa. Kwa hiyo ni vizuri tukawatafuta iwe watu ambao wamezaliwa baada ya 93 waweze kujua kweli kwamba hiki kilitokea na ilikuwaje, kwa sababu mechi ya kule tutoka 0-0. Watu wakawa matarajio makubwa kwamba kama tumeweza kutoka 0-0 hapa nyumbani tutashinda. Na 0-0 yenyewe namkumbuka dakika za mwisho David Mihambo angeweza kufunga hata magoli mawili, tukakosa zile goli. Yes, away. Sasa Dar es Salaam watu wakajua hii haiwezi kutusumbua, lakini ndio hivyo tena tukafungwa 2-0, mambo yakaharibika pale. Ilikuwa ni maumivu makali sana. Kwa sababu ile mechi watu ilikuwa wiki nzima kila mtu anaongea la kwake na nini. Mimi nafikiri kulikuwa na tulishindwa kucontain ile pressure ya kwamba tumeshashinda kabla hatujashinda. Nafikiri ilikuwa tatizo kubwa sana. Sawa. Msimu huu sasa turudi. Siri kubwa ilikuwa wapi na silaha yetu ilikuwa wapi hadi tunacheza mechi ya mwisho ya nusu finali? Ufundi. Mimi naweza kusema ni ufundi. Unajua mpira siku hizi umebadilika sana. Huwezi kwenda kucheza tu. Nasema bench la ufundi ndio silaha kubwa ya Simba. Wanafanya kazi kubwa sana. Kila timu hatujacheza nayo wana analyze, wanaangalia na wachezaji, then wana design system ambayo wanaenda kuicombat ile timu. Kwa hiyo niseme katika timu tumecheza nayo ilikuwa ngumu. Na mwaka huu tungeweza kuishia raundi ya awali kabisa. Kafu ilitupeleka Ahli Tripoli. Mimi sielewi kule tulikuwa tunatafuta nini hao jamaa. Yaani sisi timu ambayo tuko kwenye top 10 tukakupangiwa tukasukumiwa Libya, Ahli Tripoli. Kwa kweli ilikuwa ni kizaazaa sana, kwa sababu ile ni timu ambayo ilikuwa imejiandaa kuchukua kombe la CAF. Kwa usajili ambao ilikuwa imefanya na uwezo wao na wachezaji walionunua. Sasa unapelekwa pale Ahli Tripoli. Na unakumbuka ilikuwa zahama siku ile. Lakini kule tukatoka bila tukaja Dar es Salaam tukashinda 3-1. Tukaingia group stage.
Group stage tukawekewa Waarabu wawili. Wale Faksien na Konstantini. Unaona? Tukavuka mbele ya Waarabu wawili, tukaongoza group. Kuingia quarter final tukatupiwa Mwarabu tena. Al-Masri ambaye tushakutana naye huko nyuma akatutoa. Tukavuka. Tukuingia nusu finali tukakutana na Stellenbosch ambaye amemtoa bingwa mtetezi Zamalek. Tumevuka na quarter final. Lakini kote huko ni mahesabu na mbinu, hasa mechi za mtoano. Mechi za mtoano za ligi unaweza kuafford makosa. Lakini mechi za mtoano ni hesabu. Kama hujapiga hesabu zako vizuri, kwa mfano siku tunaongoza goli moja kipindi cha pili, tukaanza kushambulia ovyo ovyo tu kwamba tuongeze la pili. Ukipigwa moja, hata kama ukishinda la pili, tayari wewe mahesabu yako ni mabaya. Kwa ndio maana timu inacheza kwa mahesabu. Tuna goli moja tulilinde, bora tuende na moja bila kuliko 2-1. Kwa hiyo mimi niseme benchi la ufundi wana akili timamu, wanajua mpira, wanacheza mechi kulingana na wakati. Kwa mfano mtu anaweza kusema jana, kwa nini timu mbona kama sisi tuna goli moja, kwa nini tuanze kushambulia ovyo ovyo? Kwa hiyo tuna manage game kwa sababu sisi tunataka matokeo kuvuka. Haina maana ucheze vizuri afu tolewe. Kwa hiyo mimi niseme silaha kubwa ya Simba kufika hapa ni benchi zuri la ufundi. Hata silaha kubwa ya kuchukua kikombe ni jinsi gani benchi la ufundi litaelekeza timu jinsi ya kucheza kule Berkane na wachezaji wafuate masharti ili tupate matokeo ambayo ni himilivu ya kuja kumalizia kwa Mkapa. Lakini tukipotea tukaenda Berkane tukacheza ovyo ovyo bila nidhamu, tukaruhusu mabao mengi kama ilivyokuwa Konstantini amefungwa 4-0, then utakuwa mlima mrefu sana kuupanda kwa Mkapa. Ushindi wetu wa kikombe ni jinsi gani tutakwenda kumanage game ya Berkane Morocco. Tukiweza kuimanage ile game vizuri, tukapata matokeo ambayo yanahimilika, ni himilivu, mimi naamini mwaka huu kombe tunachukua. Sawa, sio tulikuwa tunaitaka sana ya mashabiki na wa Simba walikuwa wanatamani kusikia, na huyo ni General. Nadhani pia jina hilo mnalifahamu. Lakini pia boss, tuzungumze kwako wewe. Mechi gani ilikuchukua zaidi? Achana na hii ya nusu finali ya mwisho. Hii ina story yake peke yake. Katika hizi za makundi, mechi 6 na zile 2 za hatua ya awali, ipi ilikuchukua? Aidha kwa tukio zuri, baya, ulifurahi sana, ulikaa umeganda sana, ulikuwa unacheza mwenyewe? Labda niseme ziko 2. Mechi ambazo unajua mpira wa mguu na ile inaitwa climax, kwa sababu unajua climax, nikwambie nitazitaja za tangu 2018 nionyeshe zile climax za football. Ya kwanza ilikuwa ni Simba Nkana. Tumefungwa hatujaingia group stage kwa muda mrefu sana. Tangu 2003 ndio tumeunda timu sasa. 2018 tumeunda timu, tumeanza transformation kampuni. Tumefungwa 2-1 Kitwe Zambia. Unakumbuka ile mechi? Tumekuja Dar es Salaam. Sawa. Jamaa wametangulia kutufunga. Hivi Dar es Salaam ule CEO wa Nkana alikwambiaje wakati tumeenda uwanja? CEO wa Nkana Bwana Charles amekuja pale, nimeshamuona macho yamekuwa mwoga. Amekuwa mwoga, anatetemeka. Anasema Mr. Maguri, I've seen seas of people. Yani nimeona bahari ya watu. Where are these people going? Kwa sababu wakati anakuja na basi ameona watu wametoka Mbagala, wapi wanatembea kwa mguu. Anasema ameona umati wa watu ambao hajawahi kuona. Alafu anasema mbona uwanjani kuna watu wengi? Hawa watu watakuja kukaa wapi? Nikamwambia watakaa humu. Kweli? Nikamwambia na meza yote humu. Lakini nikimwangalia kwenye uso wake, kwenye macho yake, alikuwa ameshaingiwa na uoga. Kwa hiyo wachezaji wao wamekuja pale, ule umati wameingia uoga. Bwana anatufunga dakika 17 goli, dakika 31 Mkude anasawazisha. Na uwezo kuamini, wakati tunatoka Kitwe tuko Addis Ababa, tuna connect. Tumekaa mimi, Mkude na Manara.
tunamwambia nani Mkude, hivi wewe kwa nini wewe hata siku moja upigagi mashuti? Muulize Mkude. Ushawahi kuisema hivi au ndo mara kwanza unaisema? Ndio nasema leo. Yaani tumemwambia Addis Ababa, wewe kwa nini siku zote unapiga vipasi tu hivi, kwa nini wewe unapataga mipira? Hebu kwa nini hupigi mashuti? Akasema nitapiga safari, mechi inakuja napiga. Huwezi kuamini alipopiga Mkude, tulione na maana tuliangaliana. Kapiga goli 1-1. Jonas Mkude. Mwana ukome. Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa mwamba Lusaka. Triple C akakontrol na kuachia bomu kali, akashuka na mashetani wekundu jumla. Anajibu kwamba Merry Christmas wana Simba. Mashabiki wanapata mzuka, ni goli la kigaidi. Tazama Clatous Chota Chama, Triple C mwamba Lusaka akajisetia, akatandika mtu mmoja. Goalkeeper Alan Chiba alijaribu kudive. Brother, familia na kutegemea brother. Dakika za mwisho, short pass, short corner, Kagera anaweka la pili. Tunamtafuta time, tuko draw. Anaingizwa ndani Kagera. Yes! Oh yes, Kaifatin. Mashine in a level aggregate. 3-3 na aggregate. 2-2. Ni 2-1 sasa. Kaifatin Mashine anapiga kichwa kizuri mno, kichwa cha kubembeleza. Wale wanaolia wako wapi? Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke? Mkana FC wanalia pole, wanalia. Sasa ulikuwa kwenye hali gani hapo tension. Kwa sababu kumbuke ilivingia kipindi cha pili, wale Nkana walifanya substitution, wakakamata kiungo. Unaona bwana, ikawa game imeegemea upande wetu, yani kwamba any time anaweza kufunga la pili. Lakini akaingia Dilunga alivyoingia akabadilisha game yote. Dakika ya mwisho back ya Chama, tunapata goli la 3, tuna qualify. Vutano pale, referee kabla tulieni, wanakwenda Hassan Dilunga anaweka pass. Maajabu. Linafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Nani alisema Simba hawaendi hatua ya makundi? Nani alisema? Yuko wapi? Wewe unayeteseka, wanakuona, wana Simba wanafurahia. Hii ndo dhana ya nguvu moja. 3-1. 3-1 aggregate. 4-3. Hassan Dilunga kweka. Wow! Ewa! Yemwe. Clatous Chota Chama. Marhaba. Mwamba Lusaka. Mzee wa masabta. Patrick Osams Uchebe unapepea namna hii. Ile climax. Ile climax ilikuwa ni excitement kubwa sana wakati mimi nikiwa CEO. Kubwa kuliko. Tumeingia group stage. Tumeanza Dar es Salaam vizuri. Saura 3-0. Tumeenda Kinshasa, yani tumeshaona mashindano tunayamudu. Tukapigwa 5. Tumetoka Kinshasa tumeenda Egypt 5. Sio Kebei. Lakini tumerudi Dar es Salaam, tumecheza na Ahali. Tukamfunga goli 1-0 Kagere. Pasi ya John Boko. Classic goal.
1-2 tunashinda. Tunarudi kwenye njia. Tumeenda Saura tukafungwa 2-2. Mechi ya mwisho same time sisi tunacheza na Vita, wale Saura wanacheza na Ahali. Draw ya Saura naenda. Vita kishinda naenda. Simba kishinda naenda. Vita mtangulia kufunga. Shaba kasawazisha pasi ya Mzamiru. Nakumbuka kasagulia Kazadi kasema. Kazadi kasema kafunga. Mpira ueleweki umegonga gonga. Kipindi hicho kapiga nani through pass nani Mzamiru. Shaba kaweka 1-1. Dakika za mwisho Chama kafanya yake. Hapo ndio kutukosa wao. Wametukosa Kadaka Manula karusha kwa mkono. Sasa nasema lile goli alifunga Chama dakika za mwisho, it was another climax. In fact kuna mtu mmoja ananiambia alikuwa Dodoma, alihisi labda Dodoma kumepasuka hivi. Kelele yani alihisi kama pamepasuka. Kelele zilizoibuka pale Dodoma. Watu walipata kichaa, watu wakaamini Simba naenda robo finali. Ilikuwa ni moment nyingine kubwa sana. Sasa tukija kwa mwaka huu unajua ile Ahli Tripoli ilikuwa nzuri sana kwa sababu kule bila tumefika hapa wakaanza kutufunga. Kibwe kasawazisha. Sawa. Ateba kafunga la pili. Tumeenda half time 2-1. Sasa kipindi cha pili ilikuwa vuta, tukafunga goli sikafikiri tushafunga la 3. Kumbe lishakataliwa offside. Sasa kama nakumbuka wakifunga goli moja wanaenda wao goli za way. Na kabla ya kufunga sisi ile goli Kamara aliokoa mpira ambao kwenda wavuni Mabululu ile. Unaona bwana? Tumeanza ilitaka kufanya nakala. Tumeanza hapo imepigwa counter. Barua. Kijira anafungua, nani anafunga? Ateba anafungua. Wale wakawa hawajui anampea nani. Kashusha mwenyewe pale excitement kwamba hii imeisha. Kwa hiyo ilikuwa ni moja hapo kwa mwaka huu. Lakini nyingine ukaenda kulia kule ukarudishwa Kagoma kazima. Kumbe Kibwa akawa anafanya niwekee. Simba kaweka. Sasa Kibwa alivyopiga ule mpira, yani kaupiga kama hivi. Mpira umeenda hivi, unafikiri unaenda kutoka umeenda dakika 97. Pointi 3 muhimu. Kwa sababu tusingepata zile pointi 3. Ingekuwa ni matatizo kuingia quarter finals. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni excitement kubwa sana katika mashindano ya mwaka huu. Ile ya Tripoli na hii ya nani? Ya Kibu Denis ya Faxian. Tumalizie. Ulikuwa kwenye hali gani uwanjani? Utusimulie, usitufiche hata kitu kimoja. Stori zako usiposema mimi nawaambia wana Simba kwamba mechi hujaangalia. Yaani tusimulie. Pengine sio mbaya, labda kama unaweza kaianza hata siku ilivyokuwa, maandalizi, watu wanaenda uwanjani nini na muda wa mechi. Vyote watu wakifahamu. Baada ya mechi mimi binafsi nilikuwa naona ni mechi ngumu sana. Na simply kwa sababu kiufundi wale Stellenbosch ni wazuri sana. Wanaweza kukosa some qualities kwenye finishing, lakini kwa maana ya kucheza nao kwa sababu wana energy, wana press, wanakimbia. Kwa hiyo ni vijana wamecheza muda mrefu, ni timu ambazo wana develop wenyewe kutoka kwenye academy. Kwa hiyo they very strong with a few players wanaonunua kuongeza timu. Kwa hiyo ni timu mimi mwenyewe nilikuwa najua hii mechi ni ngumu. Unaona bwana. Wale kucheza na timu za Waarabu wakimbii sana. Wanategemea zile crosses, set pieces, lakini hawa wanakimbia, yani hawakupi nafasi. Kwa hiyo nilijua ni mechi ngumu. Na kingine hatukupata muda mzuri sana kufanya mazoezi kwa sababu tumefika hapa Durban, tutegemea tupate session kama 3 za nguvu. Lakini mvua ikawa viwanja vimekuwa vibovu, vimejaa maji. Kwa hiyo tumejiandaa lakini hatakuwa 100% sana. Kwa hiyo kidogo ikananipa mashaka. Kwa hiyo siku ya mechi kama kawaida tumeomba sana mechi ile.
Siku moja kabla amekuja naibu waziri, tumeongea na wachezaji. Tumeongea na wachezaji. Na mimi niliongea nikamwambia, unapofika stage ya nusu finali, wala usifikirie hela utakayoahidiwa, wala usifikirie chochote. This is your history. This is your destiny. Hii ni nafasi muhimu katika maisha yako ambayo utakufanya uandikwe katika kumbukumbu ya vitabu vya klabu. Uwe hai, uwe umefariki. Ndio maana katika listi ya 93 tunataja marehemu Leni, marehemu Mchumila. Unasikia? Wao wameshatangulia mbele ya haki, lakini mpaka leo tunawakumbuka kwa sababu they made history. Hata wewe unacheza mpira akamwambia, hivyo wewe ucheza Simba mwaka gani, cheza gani? Hivi mlichukua nini? Anasema ninayo medali ya CAF. Sisi mwaka wetu tulifika finali ya CAF. So this is your destiny. Yani hakuna hela inayozidi hiki. Kwa sababu hela utapata leo zitakuisha, lakini ukipata hii, it will remain in your history forever and ever. Niliwaambia hivyo wachezaji. Kwa hiyo niambia kesho mnaenda kucheza mechi ambayo itaiwaingiza katika kumbukumbu za historia ya club. Mpaka leo tunataja kina Shabani Baraza, Mambo Sasa, Mohamed Kajole, Abdullah Kibadeni, Haidar Abeidi, kwa sababu walifika nusu finali ya klabu bingwa ya Afrika 1974. Kila mtu anakumbuka wachezaji, ukianza historia ya Simba 93 tunakumbuka. Sasa tumekuja na hata hii tumeingia, tumetoa Zamalek 2003. Mpaka leo watu wanakumbuka. Alikuwa Kaseja, alikuwa Kamatola, alikuwa Saidi Swedi, marehemu Waso, Victor Costa Nyumba, Boniface Pawasa, Alex Christopher marehemu, Yusufu Macho Muso, Machupa, Ulimboka Mwakingwe, Emmanuel Gabriel. Watu wanakumbuka hiyo listi. Sasa na sisi tunataka siku bwana, hii mwaka huu Simba ilichukua kombe, ulifika finali, ilichukua kombe, golikipa alikuwa Kamara, wataanza kuwaimba. Niliwaambia wachezaji siku hiyo. Kwa hiyo brother, usio kafikiria yani mnaenda kucheza the game of your life in your career. Kuna wengine wanaweza kupata mara mbili, kuna wengine pengine this will be the last season kupata nafasi ya kucheza final ya mashindano makubwa ya Afrika. Kwa hiyo ndio tulivyomaliza siku ile na mheshimiwa waziri aliongea, kaapa ujumbe wa rais kwamba anategemea nini kutoka kwao. Kwa hiyo tukaimaliza ile siku. Asubuhi nimeamka mimi nimeingia kwenye maombi, nikaomba sana na Mungu ikupendeza na ikawe tukaingia finali. Tulivyoenda mchana, mimi nikunywa breakfast. Mchana mimi siwezi kula siku ya mechi. Na muda unavyokaribia mechi mimi nakuwa nervous. Na mtu alioniona wakati timu inashuka, niligeuka kabisa mpaka sura yangu iligeuka. Kwa sababu tunaingia kwenye vita. Ukisha kuingia kwenye vita, hamna utani tena. Na hata wachezaji inaonyesha kwamba sasa hakuna utani, tunaingia kwenye mapambano. Kwa hiyo hata mtu ambaye alikuwa hahusiki na timu anataka kukaribia kusogea na timu, no, keep away. Kwa hiyo tumeingia, tumecheza. First half tumecheza vizuri sana, hapa kwa na tension. Second half tension ikaanza kwa sababu ni akili tu. Sisi tuna goli moja, tunatakiwa tulinde. Wao wanatakiwa washinde. Kwa naturally hata mwalimu akipanga vipi unakuta watu wanarudi nyuma kwa sababu akili ni kwamba tunalinda. Kwa hiyo pressure ilikuwa kubwa sana. Tungepata ile penalty ya dakika 11 ingetupa hueni kubwa sana, lakini kama ndio VAR wakataa. Kwa hiyo mimi nasema niwapongeze waamuzi kwa sababu ukienda kuangalia VAR zote walifanya maamuzi sahihi. Ile goli ilikuwa ni offside. Ile penalty ambayo waliweza kupata ilikuwa mpira umepita mtu kwenye natural position. It's not a penalty. Kibu of course aliguswa, isukumwa, lakini pengine ilikuwa soft. Kwa hiyo kwa ni maamuzi ambayo haki imetendeka. No complaints, hakuna maumivu, lakini dakika 8 zile. Kwanza mpira ulivyoanza nilikuwa tunaanza tumekaa kule VIP. Mbele pale kabisa. Mbele kwa nani? Sasa kabla mpira ulianza nikatoka ngani nikajisaidia nikae vizuri niangalie mpira. Mechi haijaanza. Sasa nikamkuta meneja wa kocha amekaa ndani kwenye kioo
nikamjoin pale kuangalia, nikaona this is the best position. Kwa hiyo mimi mpira nimeangalia kwenye kioo ndani, nilikuwa ni view nzuri sana. Nafikiri nilitoka pale nikasema kwanza kule utanizingua, mtu angeanza kusemesha. Kwa hiyo nikaa peke yangu hapa bwana, tunaangalia mpira. Kwa hiyo tumeangalia mpira kutoka kwenye ile VIP pale kwenye kioo. Sasa uzuri kulikuwa na TV. Kwa hiyo naangalia pale afu naangalia vipi. Kwa hiyo nikiona vipi na ngoja tuangalie tunarudia. Kwa hiyo niliangalia pale, lakini sijawahi kuona dakika 8 ndefu kama za jana. Kumbe dakika 8 ni ndefu. Jana ndio unajua dakika 8 nyingi. Sasa watu wote ambao walikuwa mashujaa kule ndani wote, zile dakika 8 wote wakatoka kaja huku ndani huku. Hivi nani walikuwa unasoma? Baada ya si Mgoi alikuwa anasema ana wasiwasi, imeshachezwa najua hawa wapi. Jerry Hambi, Mohamed Nasoro, Salim Troyagedi, wote wametoka huko wamekuja huko wanazunguka huko. Kila mtu anaomba sasa ni Kipusi, Swedi. Yaani kila mtu anaomba, kila mtu anazunguka tu. Mtu angewachukua video pale. Yaani wamezunguka pale, sio litembea kilomita ngapi pale. Wanakwenda huku wanarudi huku. Hata mpira waangalie tena watu. pale ndani pale. Nikamwambia sasa si bora muangalie, sasa ndio mashujaa mmeshindwa sasa. Kwa wanaomba, wanakemea, wanafanya. Sijui. Kila wakiangalia hivi jamaa amepata kona ama asema hii. Dakika 8 zile. Akiangalia hivi ndio dakika 3.5. Kwa kweli sio kusaidia. Hawa kina Jerry walikuwa wanazunguka tu pale. Adamu wanazunguka, wanakwenda huku wasema mimi sio na wasiwasi. Mimi nishamaliza, lakini anakimbilia counter, sio anaenda kuchukua maji. Ilikuwa balaa jana. Zile dakika 8? Ndio unajua dakika 8 nyingi jana. Refa amepuliza filimbi amemaliza. Mimi sielewi, nauliza amemaliza Au bado? Naambia amemaliza. Kuna muda hizo dakika 8